yake tunaoishi leo ni nambari 35 ikizungumzia njia ya 4 ya mwisho katika kutafuta sulhu ya wanandoa, baada ya ile njia ya kwanza ya mauidha ambayo tumeisoma katika aya nambari 34, na njia ya pili ambayo ni ya kuwahama wake zetu katika majumba, na njia ya tatu ambayo ni ya kupiga, ambayo njia hii nimesema ni njia ambayo pia ina namna, sio kupiga ukisikia kupiga unapiga tu. Nimesherehesha sana hapa katika darasa la jana, lakini leo ni ile njia ya 4 ambayo ni ya kupeleka waamuzi wa pande mbili, upande wa mke na upande wa mume. Aya inasema wa in khiftum shiqaqa bainihima, pindipo nyie mtahofia magomvi kuendelea kati yao, fab'athu hakaman min ahlihi, pelekeni muamuzi upande wa mume, wa hakaman min ahliha, na muamuzi upande wa kukeni wa mke. In yurida islaha, iwapo hawa wawili watataka suluhu, yuwaffiqi llahu bainahuma, Allah atatia tawfiki kati yao. Inna Allaha kana aliman khabira, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni mwenye habari. Tukienda tafsiri ya kilugha, ambayo tuangalie baadhi ya maneno. Nimesema in ni harfu ambayo ina sharti ndani yake, ni harfun shartun jazim, ina sharti alafu inatia sukuni. Sawa sawa, unamwambia mtu in tusalli, na hii ni fi'lu ambayo kwa watu wa lugha wanaifahamu. Salla ni fi'lu mu'talli, inakuwa tabu kwa mtu wa kawaida kufahamu, kwa sababu yenyewe jazmu yake ni harfu al-illa wa hiya al-ya. Lakini tukileta fi'li nzuri, in tashrab, ukinywa, almaa, maji, tanam, utalala. Umeona yani ile unywaji wako maji ni sharti, jawabu lake ni kulala. Huu ni mfano, si rahisi sana mtu akunywa maji analala, lakini tumetoa kama mfano. Sasa hapa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wakitaka hawa wawili islahan, suluhu, jawabu yuwaffiqillahu bainahuma. Angalia fil mudhari hapa imekuja sukuni, yuwaffiq, Allah atatia taufiki kati yao. Sherehe, pakitokea shiqaq kati ya mke na mume, yule hakimu ataituliza kutumia upande wa mume na upande wa mke. Yamdhur fi amrihima, ataangalia jambo lao limekaaje. Hakimu huyo anaanza hakimu, kwa maana kama mimi nimeitwa pale ni shekhe, maana hakimu hapa ni shekhe, nimeitwa, vijana wako wana matatizo, nimekwenda pale, mimi nitatuliza kuangalia upande wa hii ndoa. Wayamna udhalimu minhuma min adh-dhulmi, alafu hakimu atamzuia dhalimu miongoni mwa hawa wawili kunako dhulma. Fa intafaqama amruhuma, likiwa jambo lao limekuwa zito kubwa linaendelea. Wa talat khusumatuhuma, na magomvi yakawa yameshtadi, yamekuwa marefu. Ba'atha al-hakimu, sasa yule shekhe ambaye ndio hakimu atapeleka thika min ahli al-mar'a, mtu mwaminifu upande wa mwanamke, wa thika, na mtu mwaminifu min qaumi rajuli, upande wa mwanaume. Anachukua huku mtu mwaminifu awe baba, na upande huu wa pili awe baba, au yule ambaye ataonekana kifamilia, huyu anatofaa, atawachukua. Liyajtamia
wayandhura fi amrihima, ili wakusanyike wote hao wawili, alafu waangalie katika jambo la huyu mke na mume, nini tatizo. Nikatolea mfano mpaka likifikia hivi ujue kuna mambo yameanza taratibu. Innal jabala min alhaswa, hata jabali latokana na changarawe ndogo, linakwenda mpaka linakuwa mlima, na likifikia hapa utasahau zile hanmuni, utasahau zile keki za kulishana pamoja na pete za kuvishana, utasahau. Hali inakuwa ya hewa imechafuka. Kwa hiyo mtu anayetakiwa kusuluhisha ni mtu khabir, mtu ambaye ana uwezo wa kuelewa mambo ya ndoa, ima ni shekhe au ana tajriba, ni mtu aliyeishi masala ya ndoa yeye mwenyewe kuwa kaoa, lakini pia ameshiriki katika sulhu mbalimbali. Si ukambebe tu mtu hata mke hana, au ukamchukua mtu ambaye ndoa yake mwenyewe imemshinda, mke alishamkimbia muda mrefu, anaishi bila mke, alafu amchukua, twende bwana ukanisaidie na tatizo, halimudu. Inatakiwa mtu khabir, hutumia fikra, hutumia, baada ya kuwa maandishi ya Mwenyezi Mungu na mtume yameshindikana, anatumia hikma nyingi. Yale maandishi yanahitaji pia yafikishwe kwa hikma na busara na uelewa, si ili mradi kila mmoja jambo analiweza. Ndiyo maana unakuta mambo ya ndoa yanaishia BAKWATA huko, matokeo yake pia BAKWATA inakuwa haitoshi, anakwenda mahakamani, na jambo linakuwa sasa likishafika mahakamani sio tena ndio ile starehe mliokuwa nayo mkiishi kwa miaka 10, 15, inakuwa ni uadui. Sasa familia mbili zimeingia katika uadui. Inafika mahala pa ukiambiwa kwamba hawa ndio hawa waliokwenda malezi ya hawa honeymoon, walikwenda hawa kwenda kustarehe, ndio hawa, mtu anaapa sio hawa. Sasa ukiingia kichwa, badala ya kutengeneza utaharibu. Lazima uwe ni khabiri. Naam. Sasa hawa wakishaingia, hawa wawili ambao ndio wa mwisho hawa kisuluhu, upande wa mke na upande wa mume, wayafala ma fihi almaslaha, wao wataangalia yaliyopo ndani kunako maslahi. Wakati mwingine usitake tu anachotaka mmoja miongoni mwao, wewe angalia maslahi yako wapi. Mimma yarayanihi min atafriqi au tawfiqi, kwa yale wanaoyaona hawa tuwatenganishe au tuwaeke pamoja hawa. Maana wakati mwingine sulhu ni kuwatenganisha, ni kuwaachanisha, ndio suluhu. Au hawa tuwaeke pamoja, hawa hakaman, hakimu wawili, hawa ndio wenye mamlaka hiyo. Watashawafa shari'u ila tawfiq, na sheria yetu inapendeza sana kwamba watu wakae pamoja, wafanye kila liwezekanalo hawa watu waishi pamoja. Walihadha, na hili ndio Allah aliposema in yurida islaha, kama watahitajia sulhu, yuwafiqillahu bainahuma, Allah subhanahu wa ta'ala atawafikisha kati yao. Amesema Ali ibn Abi Talha, mmoja kati ya wanazuoni wakubwa, ani Ibn Abbas, naye kapokea kutoka kwa Ibn Abbasi, amara Allah azza wa jalla, ameamrisha Mwenyezi Mungu mshindi na mtukufu, an yab'athu rajulan saliha, wapeleke mtu aliyekuwa mwema, min ahli rajuli, ambaye ni katika watu wa mwanaume, wa rajulan, na wapeleke mtu mwingine aliyekuwa mwema, min ahli almar'a, upande wa mwanamke, fayandhurani, ili wapate kuangalia ayyuhuma almusi, nani muovu. Fa in kana rajulu huwa almusi, kama mwanamume atakuwa ndio muovu, hajabu anhu, watamzuia kumwepusha yeye mraata, yule mkewe, wakasaruhu ala nafaqa, na watamfanyia taksir katika matumizi. Yani yule mume hata kama
mamlaka ile ya kulisha ni ya kwake na na pesa, watamfanyia takswiri kwamba wewe bwana, sasa hivi usitumie kitu fulani, usitumie kitu fulani kwa sababu una mtihani huu. Wa in kanat almar'atu hiya almusi'a, na kama mwanamke ndiye mkosa, khaswaruha ala zawjiha, watamfanyia mapungufu juu ya mumewe, wa manauha an-nafaqa, na watamzuia matumizi. Yani kwamba anapewa kidogo adabu kwamba ulikuwa ukienda sokoni ukipewa mapesa basi yanapunguzwa yale chakula unakuta cha kawaida, ili at least angalau kwamba anaweza akajua la neema hizi zinanitoka. Fa in ijtama ra'ayuhuma, kama rai yao itakusanyika ikawa moja, ala an yufarrika, kwamba wawatenganishe. Yani hawa waamuzi wawili hawa, upande wa mume na upande wa mke, wamekubaliana kwamba hawa jamani, hawa ni kutenganishwa. Au yajmaa, au wawaeke pamoja, yujimia, waweke pamoja. Fa amruhuma jaiz, jambo lao linajuzu kisheria. Kwa hiyo hawa si watu wadogo, tunakosea sisi mara nyingi. Jambo hili haliwi. Watu wameshafika mahala, mwanaume kashindwa, njia ya kumuaidhi imemshinda, njia ya kumuhama imeshindikana, njia ya kumpiga imeshindikana. Sasa watu hawaendi katika familia hizi mbili zikutane zilitatue hili, na ikitokea hilo, ile kauli in yurida islaha, kwamba wakitaka suluhu yuwafiqi Allahu bainahum, Mungu adha tawfiki, haipo. Anakuja baba anasema leo atanikoma. Yule kijana kaja kamuoa mtoto, kamuona hapa kanenepa, alikuwa mtu dhalili, anaelewa, ana adabu. Leo kafika mahala anampiga mwanangu, leo kule hakieleweki, kabla hajajua nini tatizo. Abul mar'a, baba naye wa binti, anasema leo huyu ndo baba wa huyo kwanza, ndo baba wa binti. Sasa abu azauji, baba wa mume, naye anasema mimi nilimwambia huyu mwanangu, pale huna mke wewe, pale umeoa msukosuko kawaida tu, madogo machache. Kwa hiyo wote wawili hawa, upande wa mume na upande wa mke, wanakwenda kwa dhamira, kila mmoja anaona chake ni kizuri. Sasa ile yurida islaha yuwafiqi Allahu bainahuma, hapo haipo, kwamba wakitaka hawa, manake kauli inasema hii yurida hapa ni wale hakamani ambao ni baba na mama, ni baba upande wa mke na baba upande wa binti. Na wengine wanasema hii yurida islaha hapa ni binti mwenyewe muolewa na yule kijana aliyeoa, kama watakuwa wamehitajia suluhu, ndiyo makusudio yake, yuwafiqi Allahu bainahuma, Mwenyezi Mungu atatia tawfiki. Lakini itakavyokuwa, iwe ni mke na mume, iwe ni baba upande wa mume na baba upande wa mke, sharti yao wote hawa wawe wana dhamira njema ya kutaka sulhu. Na kwa hiyo anasema wakiamua kuwatenganisha au kuwaendeleza katika ndoa, kuwakusanya, anasema fa amruhuma jaiz, jambo lao hili linajuzu. Fa in ra'a ay ijmi'a, na kama wataona wawakusanye, sikiliza uzuri hapa, wawakusanye, faradhiya ahadu zawjaini, mmoja kati ya mke na mume akaridhia, mfano mwanaume karidhia, wakariha dhalika al-akhar, na mwingine akawa hakuridhia, kachukia, thumma mata ahaduhuma, katika hili mmoja kati yao akafa. Tumekwenda kwenye sulhu, tumesuluhishwa, bwana jamani, yamekwisha, mrejeane, mkae pamoja, yaliyopita si ndwele, gangeni yajayo. Unasemaje mwanaume? Bwana mimi basi bwana amekwisha, mimi niko radhi kumrejea mke wangu. Wewe mimi bado kamba yani niko pale pale. Anasema ngoma hii ya kukesha hatuwezi kuimaliza bado. Basi hebu
nendeni kidogo tuendelee kuangalia namna gani ya kulitengeneza. Sasa wakati wewe unafanya hivyo, akafa, chukulia amefariki mume, sawa sawa, anasema fa inna alladhi radiya, yule aliyeridhia, yarithu alladhi kariha, atamrithi yule aliyechukia. Pasikilizeni vizuri hapo, yule aliyeridhia, mimi nimeridhia ndoa iendelee, mimi nitamrithi mke wangu ambaye kachukia yeye kurudi katika ile ndoa, nitamrithi. Wala yarithu alkarihu radhi, lakini yule aliyechukia, kama nilifariki ni mimi niliridhia, hanirithi, kwa sababu alichukia kurudi katika jambo ambalo litamfanya iwe ni sababu ya kupata mirathi, kwa hiyo hanirithi. Hapa nadhani ndugu zangu mmepaona na mmepaelewa. Tukiendelea, hadithi iliyopokelewa na Muhammad ibn Sayarin an Ubaida. Muhammad ibn Sayarin moja katika matabi'i al-kibar, kutoka kwa Abi Ubaida qala, amesema shahidtu aliyan, nilimshuhudilia Ali, wajaatuhu mraa wa zawjuha, akiwa kaijiwa na mwanamke na mumewe. Ali khalifatul mu'minina ar-rabi'a, wa mwisho wa nne. Ma kulli wahid minhuma fi'amu minan nas, pamoja na kila mmoja miongoni mwa huyo mke na mume ana kundi la watu, kaja na wapambe wake. Mambo haya kwanza leo haya, kuna mtu anakwenda kwenye sulhu ya ndoa na kegenge la watu, ni ukorofi tu. Twendeni leo atanitambua kule. Fa akhraja haulai hakaman wa haulai hakaman, kundi hili likatoa muamuzi na kundi lingine likatoa muamuzi, ndio hakaman. Faqala Ali, Sayyidina Ali akasema lilhakamaini, waambia wale mahakimu wawili waliopelekwa na wapambe kwamba wazungumze kwa niaba yao, kila mmoja akimtetea wa kwake. Kuna waliokuwa wakimtetea binti, kuna waliokuwa wakimtetea mume. Atadiriani ma alaikuma, wakawa wanaulizwa na Ali, mnajua mlionayo nyie mahakimu mliojitia kimbele mbele kwenda hapo, mnajua majukumu yenu? Atadiriani ma alaikuma, mnajua majukumu yenu? Inna alaikuma, akawa naambia hakika majukumu yenu. Ingraaituma an tujmaa, mkiona yapendeza wakae pamoja, hawa waishi pamoja. Jamaatuma, muwakusanye, mtawakusanya. Faqalat almar'a, binti katika yule mke akasema, radhitu bikitabillahi li wa alayya, mimi nimeridhia kitabu cha Mwenyezi Mungu kihukumu kwa maslahi yangu au kihukumu kwa dhidi yangu, hata kwa madhara kwangu, kama nilichokifanya ni kibaya, na kama nilichokifanya kinafaa, basi nihukumiwe kwa mujibu wa sheria. Waqala zawju, na mwanaume naye akasema, ama alfurqa, ama kuachana. Angalia hapa, sikiliza vizuri, ama kuachana, fala, hapana, hapana, hapana. Faqala Ali, akasema Ali, kadhabta, umesema uongo. Wallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, la tabrah, auondoki hapa, hata tardha bikitabillah, mpaka uridhie kitabu cha Mwenyezi Mungu kihukumu juu yako, laka, kwako, wa alaika, na juu yako, yani kikuhukumie wewe katika yale maslahi ya kwako
ama kihukumu kwako kwamba wewe una hatia alaika. Angalia maneno haya, ni kwamba yule alisema kuachana hapana, hapana. Si ingeliambiwa tu kwamba haya rudini, si ndio jamani? Sikasema hapana kuachana. Mwenzake ambaye ni mke amesema mimi nihukumiwe na kitabu cha Mwenyezi Mungu, li wa alayya, kwa maslahi kama takuwa sijafanya dhambi, au kwa mabara kama takuwa nimeingia hatia. Yule akasema amma alfurqa, ama kuachana fala, lakini hakutaja kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa, akamwambia umesema uongo. Kama ilikuwa ni furqa, kwamba utaki furqa, mmeleteneana nini hapa? Mmetoka huko mpaka mmekuja hapa, si mngeamaliza tu? Kwa hiyo hapa kilichowaleteni ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo pakahukumiwa kwa kitabu na pakahukumiwa kwa sunna. Nadhani mtakuwa mmeelewa. Wa hadha madhhab jumhuri ulama, na haya ndo madhhabu ya jamhuri ya wanazuoni, anna alhakamaini ilayhim aljam'u wa tafriqa, wale mahakimu wawili, waamuzi wawili, ni kwao kuona maslahi wawaeke pamoja au wawaachanishe. Yani kuna uwezekano kabisa wale waliokuja pale kama wawakilishi pande zote mbili, upande wa mwanaume na mwanamke, wanao mamlaka ya kusema nyinyi muishi pamoja, na wanayo mamlaka pia ya kuwatenganisha. Hata qala Ibrahimu Nukhai, paka alifika mahala alisema Ibrahimu Nukhai, insha alhakamani an yufarriqa bainahuma, wakitaka wale mahakimu wawili kuwatenganisha kati yao, yawezekana bitalqa au bitalaqa, kwa talaka moja, au bitalaqataini, au kwa talaka mbili, au thalatha fi'lan, au wakiamua hata tatu. Wa huwa riwaya an Malik, na hii riwaya pia imesimuliwa kutoka kwa Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Umeona kwamba hawa mahakimu wawili wana mamlaka ya kusimamia talaka kutoka pale mbele. Ndugu zangu, wewe ukifika mahala, kijana wa leo anafanya fujo, akipelekwa BAKWATA pale, na siku hizi kuna kadhi na kuna mashekhe, akiambiwa bwana, sasa hapa kwa ridhaa yako toa talaka. Mimi bwana, talaka haiwezi kutoka, kwani baraza hili limewekwa hapa kwa ajili ya kutoa talaka. Kuna kipindi ilifika mahala watu wanaiona BAKWATA kama vile si baraza lafaa, kwa sababu ukienda pale tu mtakwenda kuachanishwa. Sasa wewe ulifikiria kwamba utaendelea kufanya vituko na kufanya dhulma, alafu fika pale watu wakuchekechekee tu kwamba bwana uendelea kumpiga na hili jambo unajua tena baraza hili alisimamia kuachisha kutoa talaka. Haiwezekani, haiwezekani. Hata ukienda kwa shekhe, ukienda kwa kadhi, ukienda kwa muamuzi, kuna wakati nafikia kwamba toa talaka. Kwa hiyo usije ukaja ukatuhumu mabaraza haya, mashekhe hawa, makadhi hawa, ikifika mahala wamejiridhisha juu ya uvunjifu wako wa maadili ndani ya ndoa yako, ukadhani utapewa tu haki na utaendelea kumtesa. Hata mara moja. Qur'ani imemlinda kila mmoja miongoni mwetu. Mwanamke amelindwa akaekewa haki zake, na mwanamume akaekewa haki zake. Kwa lazima ifike mahala kwamba jambo hili ufikia kiwango cha juu cha kuachana, na katika hilo wala si kuvunjwa kwa sheria, bali ndo kuitengeneza sheria maslahi mapana katika hii ndoa, ili hawa watu waishi kama wanadamu, wasidhurike, ni kuachana. Darku almafsada muqaddamun
ala jalbi almaslaha. Hii ni kanuni ya usuli, darul mafsada muqaddamun ala jalbi almaslaha, kuondoa jambo ambalo laweza likaleta uharibifu linatangulizwa kuliko jambo ambalo litaleta maslahi. Yani nyinyi mnapoona kwamba maslahi ya hili jambo ni kulivunja, ukiliacha litaleta mafsada, utakuwa na maharibiko, watauana hawa, watapigana, basi maslahi ni kulivunja, kuliko kuleta maslahi eti kwamba wakaishi kwa maslahi ya ndoa ambayo itafikia mahala yanaweza yakazalisha hayo madhara mlioyaacha. Mfano ni utoe mfano mzuri, nchi yetu mfano ina vita, lakini pia ndani yetu kuna baa. Kuna adui ameshaingia anaichukua nchi, na kuna baa ndani hapa, watu waleta chakula, labda njaa au vipi, basi adui aondoke kwanza, kwa sababu akiingia atakula akuliki tena, mtakula nyie, mnapigwa, si mtakimbia wote. Sasa balaa lake litakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo ondoeni kwanza lile tatizo, alafu ingizeni maslahi. Chakula wakati mwingine wake kuna mahala ukisema kuna njaa kwa watu hawali, sema chakula kinakuwa hakitoshi. Kwa hiyo watu wanafika mahala wanakula hata vitu vya kawaida. Kula ni maembe, bora mle maembe, mapera, paramieni mipera ile. Sisi wakati ule wa nyuma wa utawala wa mwanzo wa nchi hii tulifika mahala watu wana njaa, tunatumia sukari inaitwa sukari guru. Waliokuwa wakubwa humu ndani wanafahamu sukari guru, na wengine wadogo wenda hata hilo jina wanasikia leo, sukari guru. Tukawa tunakula sisi ugali wa Yanga, mahindi ya njano kama nguo ya kijana wangu hapa, tunaletewa msaada kutoka Marekani. Tukawa tunavaa vitambaa, mashati ya shule, hizi sanda hizi, vitambaa hizi, bafta hizi Marekani hizi tunavaa. Ukifua miezi mitatu mzee, si shati tena, ndio tunavaa hizo. Tunafulia nguo arita hizi na majani ya mipapai. Watu wana arita hizi, ziko tembe fulani pwani ndo nyingi, sijui kama ziko, ni arita ile, watu ndio wanafulia. Sasa ikifikia mahala hapo na kuna adui, kuna pesa pale imeingia, kuna adui, basi ielekezwe kwenye kuondolewa adui, ambaye akiingia huyo, hata hiyo maembe hayo sindano, boribo, maembe Tanga na yale maembe dodo hayaliki tena. Kila mtu rabi nafsi mzee, mtoto umemwacha kule, mke hujui kwa wapi, na kila mmoja ndio ile yauma yafiru almar'u min akhihi. Baki kiyama wakati mwingine kwa duniani hapa watu kule wanakwenda kukipata kile chenyewe, lakini mifano iko hapa hapa. Litue bomu le bombu hasa lenyewe lile hypersonic, kombo la Nawawia litue hapa, likipiga hapa linakwenda chini mita kadhaa, likishaka sawa linaanza sasa kwenda mbele kufumua. Wazungu hatari wana, na ikutwa nyumba kama msikiti ndio zitasimilihimili. Wako msikiti umejengwa mzee, si mchezo. Hilo guzo lake lina nondo 25 hilo, wakati mimi niko hapa na tunaangalia panajengwa hapa. Lakini vijumba vyetu hivi tofali chini umeka morama, likipiga lile babangu sehemu nyingine wala halifiki, vijumba vyote vinateketea tu, ni kuanguka tu. Hayo majumba unasio kwa Ukraine yanapiga mabomu, ni majumba yametengenezwa na mainjinia hasa, na kuna mahandaki chini. Maana wale zile nchi hivi vita sio leo, toka miaka 1000 na 300, 400, 500, 800, 900, katika 940, 900 na ngapi. Ni vita vikubwa, ni manchi ambayo yanajua kwamba wakati wote kitawaka.
Kwa kila nyumba ya Ukraine kuna handaki chini. Yaani mtu anapojenga nyumba ramani kwanza linaanza handaki kwanza, alafu ndio nyumba inakwenda juu. Leo hapa wacha mahandaki kwenye nyumba, hata mahandaki tu ya pembeni kwa ajili ya kujihifadhi watu hakuna. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atunusuru na majanga kama haya kutokea katika nchi yetu ya amani, na Allah Subhanahu wa Ta'ala idumishe amani hii na tuienzi kwa kuyafanya yote yenye kusababisha amani hii kuendelea. Lakini vita ni hatari sana. Allah aliwaambia wale Quraishi, liilafi Quraishi ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayfi falyabudu rabb hadha al-bayt. Mola yupi? Alladhi at'amahum min ju'i, aliyewalisha kunako njaa, si mchezo njaa. Wa amanahum, na akawaamanisha, akawapa amani, min khawfi, ya vita. Hofu shekhe ni hatari. Hofu hulali. Kuna siku moja tuko Urambo, mitaa ya magharibi hivi, wakaonekana watu wana bunduki, wako watatu, wana mashine gani. Shekhe, hapakulalwa mji mzima wa Urambo, watu watatu tu, kwa sababu hujui wanakwenda wapi, wanakwenda kuvamia nani. Hapalaliki. Hofu ni kitu kibaya, lakini hofu ina maana ya hofu, lakini hofu pia tafsiri yake ni vita. Usije ukaomba kitu kinachoitwa vita. Sisi toka tumezaliwa, sisi wengine tuliona Idi Amin tu, na balaa lake lilikuwa si la kawaida. Vita ya Mtukula na Uganda, balaa lake lilikuwa si la kawaida. Wale wampigania mpakani wakaingia Uganda, wala hawakuja huko, lakini ilikuwa mashuleni, misikitini, nduli Idi Amin, ya maneno, nyimbo, hali mbaya. Nchi hii ilikuwa ina uwezo mkubwa. Toka vita ile kupiganwa ikaendelea katika hali ya kusuasua mpaka leo hii. Vita si mchezo shekhe. Walichukua magari ya jeshi, yaliisha magari ya watu binafsi, watu wanapelekwa wanamgambo walipokwenda kupigana vita. Vita si mchezo, na bado haipiganiwi ndani. Maana hawakufika hata pale Bukoba, pale katikati ya Bukoba hawakufika, walishamtukula. Lakini balaa lake lilikuwa si la kawaida. Kwa wale ambao walikuwa hamjui vijana, sisi tulikuwa pia wadogo kipindi hicho, lakini tulikuwa tuna akili zetu. Hivyo tusiombe vita. Vita ni kitu kibaya. Sasa amani ni kitu kikubwa, lakini pia njaa ni kitu kikubwa. Ina maana katika vitu ambavyo mwanadamu hawezi kudumu navyo. Yani udhalili wa mtu ni kwenye njaa. Yani wewe hapo unaweza kuwa na kibri hapa, lakini ukipigwa njaa utanyosha maneno. Hata kama ulikuwa una ubabe wa kiwango gani, utanyosha maneno. Yule ambaye labda ulikuwa kimdharau, utakwenda kumwamkia na kumsujudia. Njaa si kitu cha kawaida, isikie tu. Na ndio sababu pia ya kupatikana somo Ramadhani, ni kwa sababu ya watu waliokuwa hawajawahi kushinda na njaa waone nini marara aljuu hinama alfaqiru walmiskin yajuan wa huwa yandhuruhuma min ghairi mubalatihima. Awaangalie wakati anawaona wanakuja pale, labda wanaomba, anaona vipi hawa vipi. Allah akasema ngoja nitafunga kidogo, ili angalau kila mmoja aliyadhuka marara aljuu, ili aonje ile njaa. Ndio maana leo muona tajiri pale. Wewe unaona kwa nini sadaka zitolewi kipindi kile chingine? Unaweza kaenda pale unaangalia. Lakini leo shekhi wangu kitembea huko ukosi, kwa sababu na wao wana imani. Kila tajiri kanyong'onya. Swaumu si jambo dogo, si la mchezo.
Kwa hiyo watu istawa ya baina al-ghani wal-faqir fi ibadati somi, watu wamekuwa sawa sawa, itahada, wamekuwa wamoja, hali yao ni moja. Ni kama vile hija kule, hakuna fakiri wala tajiri wala raisi wala maruhusu, wote labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, wote. Kwa sababu hiyo, hivyo ndugu zangu, naona darasa yetu ilikuwa ikilenga sana katika sulhu ambayo mke na mume wameshindana katika njia tatu ambazo tuliziainisha kwenye aya iliyotangulia. Ilianza rijalu qawamuna ala nisa, na aya hii ya 35 inaweka njia ya mwisho ambayo itumike, na usia nafsi yangu na kukusieni njia hii itumike, ya kuchukua waamuzi upande wa mume na waamuzi upande wa mke. Kama watakuja kwa dhamira ya kujenga, lazima hawa waishi pamoja na ule mgogoro lazima utatuke. Mara nyingi wapambe ni familia, mara nyingi wapambe ni familia zetu wenyewe. Muona bwana, sintofahamu nyingi na changamoto zinatokana ndani ya familia husika. Ndio kuna watu usikubali nini na nini, huyu kwanza tunamuona hata ukimwangalia tu alivyo ni jeuri. Watu wanatengeneza mazingira ya labda wifi yao aachwe, muona bwana, au shemeji yao hawamtaki. Yanajengwa mazingira mpaka inapelekea ndoa hii inavunjika. Ashkurukum bihusni al-istima' wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.